Vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vyaendelea huku kukiwa hakuna matumaini ya kufanyika mazungumzo. Kwa nini Iran haitaki mazungumzo na Marekani? Mahali ilipofikia sasa kwa mtazamo wa kivita ni kwamba imekuwa na sauti ya juu au imekuwa na nguvu ya kujihesabu kwamba ni mshindi wa vita hivi. Kwa mtazamo huo, Iran inahisi kwamba ikikubali kufanya mazungumzo hivi sasa itaonyesha imesalimu amri katika vita hivi. Watu 5 wauawa Ukraine kufuatia mashambulizi ya usiku kucha ya Urusi, na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un asema ataimarisha zaidi nguvu za nyuklia za taifa lake. Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa kwako na John Juma, na mimi ni Josephat Charu na kukaribisha katika uchambuzi wa ripoti zetu mchana huu wa leo. Na tunaanza moja kwa moja na vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati. Vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vinaendelea licha ya rais wa Marekani Donald Trump kuashiria uwepo wa mazungumzo na serikali mjini Tehran, ambayo imekanusha taarifa hiyo na kuendelea kujibu mashambulizi dhidi ya nchi washirika wa Marekani katika kanda ya Ghuba. Watu 6 wameripotiwa kujeruhiwa mjini Tel Aviv kufuatia mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Iran. Bruce Amani ana mengi zaidi. Iran ilirusha makombora kuelekea Israel mapema leo, saa chache baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kwamba Washington ilifanya mazungumzo na afisa wa Iran ambaye hakutajwa jina, ripoti iliyokanushwa na Tehran. Jeshi lilisema shambulio la hivi karibuni la makombora ya Iran lililenga kaskazini mwa Israel na kwamba linafanya juhudi za kuzuia tishio hilo. Rais Trump hapo jana alisifu kile alichokiita mazungumzo mazuri sana na afisa wa Iran ambaye hakumtaja, baada ya kuahirisha ghafla mipango ya mashambulizi mapya. Wanataka sana kufikia makubaliano, nasi pia tunataka makubaliano. Tutaendelea kuzungumza kwa simu kwa sababu ni vigumu kwao kuondoka nchini, lakini tutaweza kukutana wakati fulani hivi karibuni. Tunajipa kipindi cha siku 5 na tutaona itakavyokuwa. Ikiwa sawa, basi tutafikia suluhisho, la sivyo tutaendeleza mashambulizi. Ufichuzi huo wa kushangaza wa kuwepo mazungumzo uliokanushwa na Tehran, ambayo ilimtuhumu Trump kwa kutaka kushawishi masoko ya nishati, ulijiri kabla ya muda wa mwisho wa Jumatatu usiku uliowekwa na Trump kwa Iran kufungua tena mlango bahari wa Hormuz, la sivyo Marekani iteketeze mitambo yake ya umeme. Bei ya mafuta ilishuka na masoko ya hisa yakaimarika, huku waangalizi wakijitahidi kutafsiri kauli za Trump licha ya Iran kukataa. Tovuti ya habari ya Axios nchini Marekani, ikimnukuu afisa mmoja wa Israel ambaye hakutajwa, ilimtaja mtu aliyezungumza na Trump kuwa ni Mohammad Bagher Ghalibaf, spika wa bunge la Iran na mmoja wa watu mashuhuri wasio na nafasi ya kidini. Tovuti hiyo na shirika la habari la Reuters waliripoti kwamba wapatanishi wa Marekani Steve Witkoff na Jared Kushner huenda wakakutana na ujumbe wa Iran kwa mazungumzo nchini Pakistan wiki hii, huku kukiwa na uwezekano wa makamu wa rais JD Vance kujiunga. Waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif anasema alizungumza na rais Masoud Pezeshkian wa Iran, akiahidi msaada wa Islamabad kuleta amani katika eneo hilo. Naye msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran Ismail Bakai alisema kuna ujumbe uliopokelewa kutoka baadhi ya nchi rafiki ulioashiria ombi la Marekani la kutaka mazungumzo yenye lengo la kukomesha vita, lakini akakanusha kuwa mazungumzo yoyote kama hayo yalifanyika. Wakati huo huo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema amezungumza na Trump na kukiri kwamba Marekani inatumai makubaliano yanawezekana, lakini akaapa kuendelea kuishambulia Iran na Lebanon ili kuilinda Israel. Nchini Lebanon, Israel imepanua operesheni yake ya ardhini dhidi ya wanamgambo wa Hezbollah wanaoungwa mkono na Iran, ikionya kuhusu wiki kadhaa za mapigano. Tukibaki na swala hilo hilo la vita dhidi ya Iran, licha ya shinikizo la kijeshi kutoka kwa Marekani, Iran inadumisha msimamo wake wa makabiliano na mapambano ya kivita, huku kwa sasa kukiwa na uwezekano mdogo wa mazungumzo. Nimezungumza na Abdul Fattah Musa, mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati, na kwanza nimemuuliza, je, ni kwa nini Iran haitaki kufanya mazungumzo na Marekani kwa sasa?
kwanza inavyoamini yenyewe, pamoja na kukabiliwa na hujuma kali za mashambulio ya Marekani na Israel kwa muda wote wa siku hizi 24, mahali ilipofikia sasa kwa mtazamo wa kivita ni kwamba imekuwa na sauti ya juu au imekuwa na nguvu ya kujihesabu kwamba ni mshindi wa vita hivi. Kwa mtazamo huo, Iran inahisi kwamba ikikubali kufanya mazungumzo hivi sasa ni kama kwamba itaonyesha imesalimu amri katika vita hivi, na kubwa zaidi ni kwamba Iran katika suala la mazungumzo inahisi kama ni aina fulani ya mbinu na hila ambayo Rais Trump anaitumia ili kupunguza athari za mashinikizo hayo ya kiuchumi yaliyokumba sasa hivi soko la kimataifa. Hatua ya Rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kusitisha mapigano kwa muda na kuipa muda zaidi Iran ufungue mlango bahari wa Hormuz, hii ilikuwa ni hatua ya nia njema kwa mtazamo wako, au unaona ilikuwa ni mtego kwa Iran? Maanake mpaka sasa Iran bado imekataa. Ni wazi kabisa kwamba si hatua iliyochukuliwa kwa nia njema. Hii hatua aliyotangaza Rais Trump tunaweza tukasema kwamba ni aina fulani ya kuhepa hali ile ya kwamba vitisho alivyotoa vilionekana kwamba ima visingeweza kutekelezeka, na kama vingetekelezeka madhara yake yangekuwa ni makubwa zaidi kwa Marekani kuliko Iran. Ni masharti yapi kwa mtazamo wako ambayo unayaona ya mazungumzo ambayo Iran ingetaka yawepo kabla kuanzisha mazungumzo yote na Marekani, tukizingatia hali inayoendelea hivi sasa katika mlango bahari wa Hormuz? Sharti moja la msingi ambalo Iran imetaka litekelezwe ni kuhakikisha kwamba mamlaka ya uendeshaji wa mlango bahari wa Hormuz yanakuwa mikononi mwa Iran. Suala jingine ni Marekani kutoa ahadi ya uhakika kwamba haitashambulia tena kijeshi Iran katika siku zijazo. Aidha, Israel kukomesha uvamizi wake wa kijeshi ndani ya ardhi ya Lebanon, lakini pia Marekani kukubali kuilipa Iran gharama ya kufidia hasara ambayo imesababisha katika vita hivi ambavyo vimeanzishwa bila msingi. Lakini la tano katika hayo ni kwamba Marekani ifunge virago na kufunga vituo vyake vya kijeshi ilivyoweka katika nchi za Ghuba ya Uajemi. Msimamo wa umeathiri vipi mahusiano kati ya Marekani na mataifa ya Ghuba kwa yale ambayo yanashuhudiwa hivi sasa, huku jitihada zikifanyika kuhakikisha kwamba diplomasia inafanya kazi? Nchi za Ghuba ya Uajemi kiuhakika ni kwamba zimeona wazi kuwa kinyume na zilivyoahidiwa na Marekani kwamba zitapewa ulinzi, lakini kile ambacho kimeshuhudiwa katika kipindi chote cha siku 24 za vita hivi ni kwamba Marekani imekuwa zaidi ikizingatia ulinzi na maslahi ya usalama ya Israel. Nchi hizi za Ghuba ya Uajemi kwa sasa zinaonekana kwamba suala hili limekuwa na taathira hasi kwa upande wa Marekani, lakini pia limekuwa na taathira hasi kwa bahati mbaya katika uhusiano wa nchi hizo na Iran. Unaona ni nchi zipi kifupi zinazoweza kujiunga na vita hivi, iwe ni upande wa kujaribu kusaidia usuluhishi wa kidiplomasia ama katika kupigana kama vita hivi vitaendelea kutanuka? Sasa hivi kuna hofu kwamba kwa namna moja au nyingine huenda hata baadhi ya nchi zisizo za Kiarabu zikajitumbukiza katika vita hivi, yaani Uturuki na Pakistan. Tumesikia muungano wa kijeshi wa NATO ukitoa taarifa kwamba utakuwa tayari kushiriki katika kuhakikisha usalama unapatikana katika mlango bahari wa Hormuz wa kuruhusu vyombo vya majini vipite, lakini kwa sharti kwamba kwanza lazima vita visimamishwe. Abdel Fattah Musa, mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati, kama nilivyozungumza naye. DW tunavuma kwa kishindo. Saa 5:14 saa za hapa Ujerumani na Ulaya ya Kati. Tuelekee sasa katika mzozo mwingine kati ya Ukraine na Urusi. Watu 5 wameuawa leo nchini Ukraine kufuatia mfululizo wa mashambulizi ya usiku kucha ya makombora na droni za Urusi. Haya ni kwa mujibu wa mamlaka ya Ukraine. Haya yanajiri katika wakati ambapo huduma ya usalama ya Urusi tishio la shambulizi kutoka Ukraine. Tatu Karema ana maelezo zaidi. Kwenye ujumbe uliochapishwa katika mtandao wa Telegram, jeshi la anga la Ukraine limesema Urusi ilirusha droni 392 na makombora 34 kuelekea nchini humo, lakini likadungua droni 365 na makombora 25. Ving'ora vilisikika usiku kucha karibu nchi nzima, huku mashambulizi hayo yakiua watu 2 huko Poltava, wakati Zaporizhia, Kherson na Kharkiv
kila moja ikiripoti kifo kimoja. Mkesha wa mashambulizi hayo, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kupitia hotuba yake ya kila siku kwa njia ya video alikuwa ameonya kwamba kuna habari za kijasusi kuwa huenda Urusi inajiandaa kwa mashambulizi makubwa. Leo asubuhi, kituo cha habari cha Suspil Moltava kimechapisha picha zinazoonyesha majengo ya makazi yenye madirisha yaliyolipuliwa na kuta zilizoteketea. Kulingana na huduma za dharura, watu 2 waliuawa na wengine 7 kujeruhiwa katika eneo hilo. Mkuu wa jeshi wa eneo hilo la Poltava, Ivan Fedorov, amesema upande wa kusini Urusi ilifanya mashambulizi makubwa ya droni na makombora Zaporizhia na mtu mmoja ameripotiwa kuuawa huku wengine 5 wakijeruhiwa. Mkazi mmoja wa eneo hilo, Ellen Loban, ameelezea kuhusu mashambulizi hayo ya droni na makombora. Nilisikia ikiruka na kisha mlipuko. Tuliruka kutoka kitandani na kukimbia bila viatu. Majirani zetu walituvuta nje kupitia madirishani. Mlango huu hapa ulikuwa umewaka moto kabisa. Kwenye wizara ya ulinzi wa Urusi imesema leo kuwa walinzi wake wa anga walidungua droni 55 za Ukraine katika maeneo mbalimbali usiku uliotangulia. Wakati huo, shirika la habari la Urusi RIA limeripoti leo kwa huduma ya usalama ya Urusi FSB ilipokea taarifa za kijasusi kwamba Ukraine inapanga kuwashambulia maafisa wa serikali, wafanyakazi wa kijeshi wa wizara ya ulinzi wa Urusi pamoja na maafisa wa usalama. Mnamo mwezi Februari, naibu mkuu wa idara ya ujasusi ya jeshi la Urusi, Luteni Jenerali Vladimir Alexeyev, alipigwa risasi mara 3 akiwa kwenye jengo moja la makazi huko Volokolamsk, kaskazini mwa Moscow. Hata hivyo, alinusurika shambulizi hilo. Katika hatua nyingine, bandari ya Urusi ya Primorsk kwenye bahari ya Baltic imeanza tena upakiaji wa mafuta yasiyosafishwa kufuatia kusimamishwa kwa shughuli kutokana na mashambulizi ya droni. Haya ni kwa mujibu wa vyanzo viwili na shirika la ufuatiliaji wa data za meli LSEG. Siku ya Jumapili, bandari 2 kuu za Urusi katika bahari hiyo ya Baltic, Primorsk na Ust-Luga, zilisitisha shughuli zake kufuatia mashambulizi ya droni. Ust-Luga ilianza tena usafirishaji nje wa bidhaa jana Jumatatu. Ripoti yake Tatu Karema.